Bana, klabu ya Yanga inapaswa kuilipa klabu kutoka Kongo TP Mazembe takriban milioni 51, ambapo hukumu hiyo imeweza kutolewa na FIFA wenyewe. Sasa chanzo kilikuwa nini? Shida ilikuwa ni nini mpaka Yanga kuweza kupigwa lungu la aina hiyo na FIFA? Katika usajili wa mchezaji ama mshambuliaji Jean Otos Baleke ambaye alikuwa anamilikiwa na klabu ya TP Mazembe, Yanga na TP Mazembe waliweza kukaa mezani na kukubaliana kuwa ada ya uhamisho ya mchezaji Jean Otos Baleke ilikuwa ni dola za Kimarekani 43,000. Yanga walipaswa kulipa pesa hiyo kwa wakati, lakini TP Mazembe wakasubiri tena, pesa hiyo haikuweza kuingia kwa wakati, na hivyo wakaamua kwenda kufungua kesi katika kamati ya hadhi ya wachezaji FIFA, na hivyo FIFA wakasikiliza kesi na kutoa hukumu ifuatayo kwa klabu ya Young Africans. Cha kwanza, FIFA imeipiga lungu klabu ya Yanga kwamba cha kwanza irudishe ile fedha ambayo TP Mazembe na wao waliweza kukaa mezani na kukubaliana. Kwa hiyo cha kwanza, Yanga anapaswa kumlipa au kuilipa klabu ya TP Mazembe dola za Kimarekani 43,000 ambazo walikubaliana kama ada ya uhamisho ya mchezaji Jean Otos Baleke. Lakini pia Yanga imepigwa fine ya dola za Kimarekani 10,000. Fine hiyo ya kuweza kuchelewesha pesa ile imepigwa dola 10,000. Lakini pia gharama za kisheria Yanga imetozwa, ili Yanga inatakiwa kulipa dola za Kimarekani 5,000 kama gharama za kisheria. Lakini pia Yanga wamepigwa riba ya 5% ya deni hilo, kwamba kila mwaka kutakuwa kuna ongezeko ya riba 5% deni hilo, ikitokea deni hilo halijalipwa kwa wakati. Na ukichukua fedha zote hizo ukiweka pembeni 5% ile ya riba, ukijumlisha zile zingine zinazofuata, inakuwa jumla dola za Kimarekani 58,000, ambao kwa siku ya leo ukihamisha kwa fedha za Tanzania inakuwa takriban dola za Kimarekani 58,000, ambazo kwa fedha ya Tanzania leo ni kama milioni 51, inakuwa takriban milioni 51. Kwa hiyo Yanga wanapaswa kulipa fedha hiyo ndani ya siku 45, ambao ni takriban kama mwezi mmoja na siku 14. Yanga wanapaswa kulipa. Hiyo ndio taarifa inaweza kutoka leo. Hiyo ni upande wa TP Mazembe tu, hatujui upande mwingine utakuwa vipi. Kwa hiyo sometimes sio vizuri sana, madeni sio mazuri. Ndio kuna vitu vingine hatupendi kutokea, hatupendi kukopa wala vitu kama hivyo, lakini madeni sio mazuri, kwa sababu hadhi ya rais wa Yanga ni kubwa sasa hivi, ana uongozi FIFA, ana uongozi pia CAF. Haileti picha nzuri kwa klabu yake kuwa na madeni kama hiyo, kila siku kufungiwa, hai make sense. Kwa Yanga wanapaswa kulipa madeni kwa wakati na kulipa wachezaji wote wanaodai kwa wakati, kwa sababu haileti picha nzuri kama klabu kila siku kwa wanadaiwa. Waache klabu nyingine za madaraja kati zote zinadaiwa kwa sababu uchumi wao mdogo, lakini Yanga inapaswa kulipa madeni yote. Kwa hiyo ndio story kubwa iliweza kufanya vizuri katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Yanga wanapaswa kulipa deni, kulipa takriban milioni 51. Mimi sina mengi sana, mimi naitwa Denga Spells, Denga Media TZ. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare kwa mitandao ya kijamii kuendelea kupata habari kama hizi. Sina mengi mimi. I'm signing out. Goodbye. Ciao.